mkuu wa wilaya ya Tabora, na kwa bahati nzuri ndo mara yangu ya kwanza kuja kusali hapa. Mashaallah. Na sio mara yangu ya kwanza kusema sisali, hapana, nakuwa na taratibu popote ninaponikuta sala basi mimi nasali tu. Lakini msikiti huu ndo mara yangu ya kwanza. Nilishaalikwa sana na imamu na wazee wa msikiti hapa kina Shamajidi, lakini mimi sikuwaambia lini nitakuja. Hata imamu hakujua lini leo au lini nitakuja. Na nilikaa huko na nilipanga mwenyewe baada ya sala tuniondoke. Na sijui nani alimwambia kama niko hapa. Ndio utaratibu wa Uislamu. Jamani, mimi nimekuja kwenu hapa na mikutano mingi, lakini basi kwa swala ni swala la lazima, nikasema basi nichukue nafasi pia nije niwasalimu ndugu zangu, tushikamane sawa sawa, tuombeane dua, kwa sababu nyinyi ni ndugu zangu na nyinyi mna nafasi ya kunifanyia dua pia, na mimi na nafasi pia ya kuwafanyieni dua pia. Kwa hiyo hiko ndio kitu kikubwa. Lakini mnishauri kwa yale yaliyo mazuri, lakini mniombee kwa yale yaliyo mazuri pia. Mwenyezi Mungu aniepushe na husuda, Mwenyezi Mungu aniepushe na mitihani mbalimbali, nisiingie katika majaribu ya kujikweza, lakini nisiingie katika majaribu ya kuonea watu, kwa sababu huu pia ni mtihani mkubwa kwangu. Kwa mwisho wa siku nitaulizwa mimi nilitumiaje nafasi yangu ya kuwa wilaya ya Tabora, sababu kila mmoja kwa nafasi yake ataulizwa mwisho wa siku. Kwa hiyo na mimi mniombee, huu ni mtihani pia. Sio tu kwa sababu ni mkuu wa wilaya, ninalindwa na polisi, ninaweza kumweka mtu yoyote ndani nikatumia nafasi yangu hivyo vibaya. Hapana, mwisho wa siku nitaulizwa hayo yote nilifanyaje. Kwa hiyo huu mkuu wa wilaya pia ni mtihani, nisika Mungu amenitega hapa. Na kweli na ni mtihani kweli kweli. Kwa hiyo naombe ndugu zangu mniombee basi na mimi huu mtihani nivuke salama. Sina mengi sana, na kwa bahati nzuri naweza kusema sijamwalika mtu wote nyumbani, lakini shehe wangu Shimbego alikuja nyumbani kwangu. Hata mke wangu sijamwalika na hata ajui wapi, lakini shehe wangu hapa kwa mara ya kwanza alikuja nyumbani kwangu kuja kunisalimia. Kwa hiyo tumekuwa ni ndugu pia. Na wewe basi uendelee kuniongoza. Kisikia watu wananisema vibaya uniambie, sema mdogo wangu pale unakwenda sio vizuri. Na mimi napenda kuyasikia yale mabaya yangu kuliko kusikia mazuri, kwa sababu nitajirekebisha sana. Baada ya kusema hayo, mimi nitawapenda ushirikiano kwa kadri Allah atakaponijalia na kuniwezesha kuwepo hapa. Lakini pia siku moja nitamleta mkuu wa mkoa pia naye awasalimie. Baada ya kusema hayo, waadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum wa jazika khaira. Mwenyezi Mungu akubariki.